tumekimbia vita ya Nonantwit, tumezoeza adui yetu sisi kukimbia kwetu, na hapo hakuna kitu fulani. Wamezoea hivyo. Sasa tuonyeshe kusema tunabaki hapa, ebeba nchi yetu, atuwapatie hata udongo kidogo. Kongo oye! Kongo oye! Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Mashirika ya kiraia ndani ya tarafa ya Mwenga yataja kupongeza serikali pamoja na rais wa nchi Felix Tshisekedi kwa kutolea wazalendo msaada wa vifaa vya kivita kupitia ndege iliyotua pa Mwenga, makao makuu ya tarafa hilo. Kwa mujibu wa miundo hiyo ya kiraia ni kwamba msaada huo unakuja katika muda mwafaka, hasa pale jimbo la Kivu ya Kusini linakumbwa na vita, kama alivyoeleza kiongozi wa shirika la raia Mwenga. Huyu ameomba kwa raia kuwa na matumaini ya jeshi la FARDC nao wazalendo, pia akiomba serikali kuendelea na kusaidia wazalendo. Tuna habari zingine zisemazo kuwa, mpendwa mtazamaji wa Fizi News 24, baadhi ya makundi ya wazalendo wapatikanao mjini Baraka wamepokea Jumamosi ya tariki 8 Machi mwaka 2025 msaada wa magwanda kutoka kwa umoja wa makabila yapatikanayo nchini Marekani. Kwake Bwana Kashindi Shabani, msimamizi wa utoaji wa msaada huo, ameanza kwanza kuonesha lengo la msaada uliotolewa, huku akisii watu wengine wa mapenzi mema kufuata mkondo huo. Upande wa wanufaikaji wametaja kushukuru vya kutosha kwa msaada huo, pia wakiomba wasaidizi hao kutokuishia hapo, kwani mahitaji ni mengi zaidi. Tuna habari zingine zisemazo kuwa kila ifikapo tariki 8 Machi ya kila mwaka ulimwengu mzima husherekea sikukuu ya mwanamke. Pa Baraka, sherehe hiyo imeendeshwa Jumamosi chini ya mada kuu isemayo sisi wanawake tumechoka na vita. Kongo oye! Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ni yeye mkuu wa nyakati na majira, na kwa sababu ni yeye mkuu wa nyakati na majira, ameufanya mwezi wa 3 serikali zetu zote ulimwenguni zikubali kama ni mwezi wa mwanamke. Na kwa sababu yeye ndio mkuu wa nyakati na majira, ameufanya mwezi huu kwa wale wa Kristo wa Katolika ni mwezi wa Bikira Maria. Kwa hiyo mwanamke ameinuliwa kwa hali ya kidini, kikanisa, na ameinuliwa kwa hali ya kiserikali. Ndiyo maana tunatanguliza na kumpongeza tena kwa bidii na kwa nguvu sana rais wetu mheshimiwa, tukimtaja Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ambaye tumpigie makofi. Tumpigie makofi za salamu. Tumpigie asikie salamu zetu. Asante. Tunamshukuru kwa uongozi. Kweli amekuta vita. Wamama wamesema hapa, mtu wa miaka 60 amezaliwa muvita, anazalia muvita, na wajukuu wako anazaliwa muvita. Hatuwezi kujipa pole kwa sababu tunajua sisi Wakongomani msingi wa vita hivyo. Na rais ametukuta
amekamata waziri, amekamata kazi, amerizi hali ya vita, ameikuta. Na kwa leo tumesema tumpongeze sana kwa sababu anakumbana na hali hiyo kidiplomasi. Huku kwetu sisi raia wa chini, akisema muniunge mkono kukubali yale ambayo wazungu hawangelikubali, kusema watoto wa nchi ambao wanajitoa kwa kupigania amani na usalama wa nchi yao, kuitwa na kutiliwa nafasi kama vile nyani, yeye amewatoa akawatia nchi yenu hiyo ipiganie kuwatia wazi uhuru na wakfu, akawatoa kwa jina, na leo tunawaita wazalendo. Tunaweza mpigia rais mikono ya shukrani kwa hiyo kitu. Amekuta vita, tuna jeshi letu la taifa, na ameona ya kwamba mchezaji mkubwa au mtu mwenye tunaita leader ambao anabeba wengine, anakuwaka na mwingine wa pembeni. Elia, Biblia, akatia Elisha pembeni yake. Elisha alikuwa akisikia, akiona, na wakati wa kutenda akitenda kufuatana na ndoto, kufuatana na mwongozo wa Elia. Ndio maana jeshi letu limepewa watoto wa nchi wawe jeshi ambalo ni baki la jeshi. Na kwa leo tunaona kwamba rais iko kwenye diplomasia, lakini kwenye shamba za vita zinafunguka, ziko nyingi. Jeshi letu linashindikizwa, na hiyo imeongeza nguvu kwa Kongo. Vita ilikuwa diplomasi na bunduki tu kushamba la vita, lakini raia kujiunga na kwenda mshamba la vita pamoja na wajeshi yetu tumepatia Kongo kuwa nguvu mara tena. Tupigie Kongo mikono. Vita ni hasara. Vita ni kurudisha watu nyuma. Vita ni kama mkoshi kwa raia. Lakini vita hivi, raia wapenzi wa vile ya Baraka, vita hivi ungekuwa macho zaidi, kwa sababu mtu ni udongo wake. Udongo wako kwako, kwenu, ndio inakupa wewe kuwa na valeur muulimwengu. Sasa vita ambayo inakuja kukupokonya udongo, wewe utageuka nani? Ni vita ambayo ya udongo, lakini ule mwenye atakupokonya udongo atabeba na heshima yako. Utakuwa na heshima kidogo, utakuwa hauna thamani, utakuwa unamilikiwa, utakuwa mtumwa kwako, utakuwa mtumwa kwenu, utakuwa mtumwa mwinchi yako. Kwa hiyo ninapongeza pia raia yote ya vile ya Baraka, kwani tumeishinda ile pepo ambayo ilikuwa naleta watu wajazwe uoga, kukimbia kwenu bure, kwa kwenda kuanza kuishi maisha yenye ina heshima. Tunaomba mara tena, kila mtu amwambie mwingine, amtangazia kwamba hivi vya kupanike tuachane navyo. Wakati tunabaki imara, tunasema hapa ni kwetu, hatuna nafasi, tutakwenda na tuachie watu wengine, au tubaki watutawale kwetu.
tumetawaliwa na mkoloni, imetosha. Tuache kukimbia na adui shetani akiona na kuletea jaribu na unabakia huko imara, ni yeye ndio anakimbia. Si ni vile? Ndio. Tukibaki imara, adui ni yeye atatukimbia. Kwa hiyo mambo ya kupanike hapana. Ni mambo ya kuambiana katu. Kama tulikimbia vita ya 65, jinsi tulikimbia vita ya 96, tumekimbia vita ya 98, tumezoeza adui yetu sisi kukimbia kwetu, na hapo hakuna kitu fulani. Wamezoea hivyo. Sasa tuwaonyeshe kusema tunabaki hapa, ebeba nchi yetu, atuwapatie hata udongo kidogo. Kongo oye! Kongo oye! Nguvu ya jeshi, nguvu ya wazalendo, nguvu na furaha ya rais ni sisi kuwa imara, kubaki wima bila kutingizika, kuondoa uoga, kusema no katu. Usalama wetu ubaki usalama ambao uko nguvu. Tuumiliki, tutaumiliki kwa sababu sote tunajiunga pamoja kwa umoja. Ambaye anaona kitu ambacho kiko kizuri, ambaye anasikia neno ambayo sio lizuri, anaenda haraka kuambia vitengo husika. Vitengo husika, polisi yenu mumeiona. Si mnaona kisa wanapendeza? Ndio. Si mnaona kisa wanapendeza? Ndio. Julisha polisi. Julisha DGM. Julisha ujasusi. Si ndio ANR? Ndio. Ana watu huko hatukwake tunawaonyesha, lakini yeye inafaa julikana. Nchi yako itakuwa nguvu kwa sababu wewe raia uko macho. Tuboreshe na kuongeza maradufu ili tuishi maisha ya fieri, maisha ya raha, maisha ya furaha. Mtu anaishi fieri kama iko mwake tu. Hawezi fanya fieri uko ugenini. Ugenini ni utumwa. Vita hivi tutawasaidia raia. Nyinyi njoo baadhi ya kusaidia serikali na vitengo vyote, kuwasaidia kulinda frontiere zetu. Wale wanakuja kutenda yale ambao nyinyi raia mumewaonyesha. Mipaka, watu kuingia kiolela, ambao wanakuja kukuuzi, kukutesa, kuyumbisha usalama. Unawaona unabaki kimya, lakini yatakurudilia. Ikiwa wenjo utakimbia, muyomba yako atakimbia, babako mdogo atakimbia, mamako mdogo atakimbia, utalia na utakuwa unasumbuka. Kila mmoja wetu ajitie kama ni mjasusi. Kila mtu ajitie kwa hali hii ya vita kama ni mjasusi. Tuna vita. Wamama wamesema Goma inaenda, sote tunajua ile. Kwa leo province yetu ya Sud Kivu, gavana wetu hatumike Bukavu. Kwenye baba wanaanza kumurarua. Lakini sisi tuna nguvu ya kusema baba hataenda nafasi. Hata kama anajipenye kwanza hapa, tutaondoa
ule mtu na tununue heshima yetu, na kesho baba yetu abakie kwa nafasi yetu ile ambayo tunajua hapa ndio kukichwa ya province ya Sud Kivu. Ndio maana wenye maombi waombe, na sote kila mtu afanye ujasusi. Tuigomboe province yetu, na gavana wetu tukimtaja Jean-Jacques Purusi apate kutuongoza kwa mahali yetu ile. Kongo oye! Oye! Sud Kivu oye! Oye! Sote tusimame na tujipange sawa sawa kwa ujasiri. Umoja wetu ndiyo nguvu yetu, lakini kazi ya mtesi wetu ni kutusaidia tuachane, tutengane. Na wahenga wamesema mtengano ni udhaifu. Sisi wenyewe tunaanza amusha bule bumabitu wa ukabila. Wakati bunduki inalia hapa, itasikia kabila gani na itaacha kusikia kabila gani? Nawaza hakuna kabila ambaye haitaisikia. Na wageni, na wanani. Jambo cha ule mwimbaji aliimba aseme bitu yote kadaver. Tusipojiunga pamoja, tukiendelea na mazungumzo na mambo kidogo kidogo au marenio ya kikabila, kabila fulani hatupendi kuona hapa. Nilikuwa mkikao moja, mtu mmoja alisema hivi wa mutualite, aseme ukitaja mushi manake inakuwa kama vile njoo nguruwe ya kubeba kwenda kuchinja kumachinjoni. Eske kuwa mushi, kuwa mubembe, kuwa muluba, kuwa munyindu, kuwa mufuliru na kadhalika, inatuomba ya kwamba relation zetu zitafanya yule ambaye sio wa kabila yangu anakuwa sumu kwangu. Kongo inajaa makabila mamia na mamia. Tunawaomba kwa wakati huu ni wakati wa umoja. Umoja, kuishi kwa umoja na kwa pamoja. Sio wakati wa kuangaliana kubuso ukabila. Tuangalie kubuso nani anaweza kutuyumbishia usalama. Usalama oye! Oye! Usalama oye! Oye! Tuache bubitu wa ukabila. Unaweza kututia katika udhaifu na tukatekwa nyara. Kongo oye! Oye! Amani oye! Oye! Tunashukuru jambo la wamama leader. Sitakosa kuwapongeza. Mumesema vizuri, lakini fraze 3 za nyuma sikuziona zinaandikwa. Mungerudia ile karatasi yenu ya mwisho amukuimaliza. Mtu andikie yale ambayo wamama wamesema le 8 mars 2025. Tutayapandisha. Ni raia imesema. Ni wamama ambao wanazaa wanaume, ni wamama ambao wanaelimisha wanaume, ni wamama ambao wanapatia mwanaume ekilibre. Ewa, mwenye mwami wanakuwa kama wanamtawaza ana mwanamke. Wanataka tawaza mwami, wanasema mpaka haya oa. Mwanaume kama hajaoa ni kipande. Ba mama
valeur, ile nyumba iko na valeur, aishi munyumba ya nyasi, lakini watu wanasema ule mwanamke mwako atoka mule mnyasi, anikala mule mnyasi sime bibi wa fulani. Ba mama oye, oye. Na papa oye, oye. Wa mama sisi ndio tuko wengi mujamii na tunafanya kazi nyingi mujamii. Tunawaomba muamke zaidi. Mama ambaye anaamka, bwana yake naye anaamkaka, mtoto naye anaamkaka, mjukuu naye anaamkaka, kanisa nalo linaamkaka. Wamama tuamke, tuseme ya kwamba wajukuu wetu hawa walizaliwa mude 2025 mwezi wa 3 mbele ya le 10 mars. A partir ya le 10 mars hatupendi mambo ya vita ya wajukuu wetu wengine ambao watazaliwa muvita. Wamama tunaliweza? Ndio. Wamama musilale. Wamama musilale kwenye mapambano. Kongo oye, oye. Kongo oye, oye. Tunawatakia umoja, tunawatakia furaha, tunawatakia upendo wa nchi yetu, na tunanukunu tukisema yale ambayo wa mama lidero walisema, Kongo ini, Kongo yenye hawataigawa haitakuwa balkanize. Si ndio vile wamama wamesema? Ndio. Kwa neno hilo tunasema shukurani kwa wote ambao wamejitoa kutoa muda, na shukurani kwa wajournalisti, kwa sababu kwa muda huu wakifunga midomo basi watu watasikia woga. Ni vile tunawapongeza na nyinyi wa journalist. Mungu awabariki, abariki kazi yenu. Tuwapigie wa journalist mikono. Muwatangazie watu, muwaambie watu mkiswahili yetu hii ya 27, mkiswahili ya jambo ile Kiswahili ya 30-40 iko na changanya watu kusikia kidogo. Mututilie Kiswahili ya nyumbani ili tuwasikilize vizuri. Kwa neno hilo tunatakia vile ya baraka. Tunatakia province ya Sud Kivu na Kongo mzima ushindi wa vita kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Amen. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.